Operesheni ya huduma za kompyuta mtandaoni ya Amazon nchini Bahrain imeharibiwa kufuatia shambulio la Iran, kulingana na ripoti ya Jumatano ya Financial Times iliyomnukuu mtu mwenye ufahamu wa tukio hilo. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain ilisema mapema kuwa vikosi vya ulinzi wa raia vilikuwa vikizima moto katika kituo cha kampuni fulani kutokana na uchokozi wa Iran, lakini haikutaja kampuni husika wala kutoa maelezo ya kiwango cha uharibifu. Amazon ilikataa kutoa maoni kuhusu shambulio hilo maalum kwa mujibu wa ripoti hiyo. Shambulio hilo ni ishara ya karibuni kwamba mzozo kati ya Marekani na Israel na Iran unaendelea hadi kwenye miundombinu ya kibiashara ya kiteknolojia katika eneo la Ghuba. Tukio hilo limekuja siku moja baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC kutishia kulenga kampuni kubwa za teknolojia za Marekani zinazofanya kazi Mashariki ya Kati, zikiwemo Amazon, Microsoft, Google na Apple, jambo lililoongeza hofu kwamba mali za kidijitali na kiuchumi zinaweza kuanza kuwa malengo ya mashambulizi. Amazon ilisema tarehe 2 Machi kuwa vituo vyake viwili vya data katika Falme za Kiarabu na kimoja nchini Bahrain vilipata athari za moja kwa moja kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani. Huduma ya Amazon Web Service ilizindua kanda yake ya Mashariki ya Kati mwezi Julai 2019, ikiwa ni kanda yake ya kwanza katika Mashariki ya Kati. Huduma ya Amazon Web Services ilisema kuwa kanda Bahrain ina maeneo matatu ya upatikanaji wa huduma na inahudumia wateja wanaohitaji miundombinu ya cloud kwenye ucheleweshaji mdogo katika eneo hilo. Baada ya Iran kutoa tangazo kwamba itazilenga kampuni kubwa za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati, ikiwemo Amazon, Microsoft, Google pamoja na Apple, sasa wameanza operesheni zao baada ya kuweza kushambulia jengo la data nchini Bahrain ambalo linamilikiwa na Amazon, na Amazon wenyewe wameweza kuthibitisha kwamba ni kweli jengo hilo lililopo Bahrain na moja lililopo katika nchi za Falme za Kiarabu limeweza kupata itilafu baada ya kulengwa na droni. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote tuweze kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa.